Nishukuru sana watazamaji wetu wazuri mnaotufuatilia kupitia chombo hiki cha NYTV. Mungu awabariki sana sana. Babangu pale Dar es Salaam, Mungu akubariki sana. Unajua vile ninakupenda na kufurahia, hata kama sijakutaja ushajua ni wewe. Lakini asante sana babangu Dastan, maeneo ya kule airport, asante sana. Salamu zako nimezipata, nimeiona message asubuhi. Asanteni sana wote mpaka kule Oman, tunawashukuru. Mungu awabariki sana sana. Lakini niseme asante kwa sadaka zenu pia ambazo mnazitoa kwa ajili ya huduma hii. Mungu awabariki. Sadaka za maombi, sadaka za muda wenu na vile vitu ambavyo Bwana amewabarikia, tunajisikia vizuri sana sana. Mungu awabariki, na ninajua unanisikiliza. Kwa hiyo ukiweza utapiga makofi yako matatu, ujue nimebarikiwa sana wewe unayenitazama na kunifuatilia. Nishukuru sana kwa ajili ya chombo hiki cha NYTV, kimefanyika baraka sana. Tusingefahamiana kuja huku, lakini Mungu ametumia chombo hiki kinachosimamiwa na mtumishi wa Mungu mkurugenzi Kaka Pasco. Mungu akubariki popote ulipo. Najua huko uliko unaendelea na huduma hii kwa ajili ya kuwafikishia watu vile vitu vya kiroho ambavyo Bwana amevikusudia vinavyojenga roho zao pamoja na miili yao. Mungu akubariki sana. Nimshukuru sana dada Messi. Huyo hapo mlioko hapa mnamtazama, lakini na wale ambao mnamfuatilia mnamfahamu vizuri. Dada Messi, Mungu akubariki sana. Umekuwa baraka kwa kweli. I love you so much. Bwana asifiwe. Lakini pia nimshukuru sana mume wangu mzuri huyu, rafiki yangu wa karibu. Waangalie basi watu jamani. Si mlikuwa mnataka muone? Nikaona mimi niangalisi au angalie hata nyie. Huyu baba amekuwa wa baraka sana jamani. Anaitwa Baraka, kwa kweli ni baraka. Mungu alimleta duniani kwa ajili yangu na kwa ajili ya huduma hii. Bwana asifiwe. Si unajua huyu baba ni kichwa Kwa hiyo zile baraka za kichwa cha familia zinazotoka kwa Mungu nimeziona kwenye huduma hii. Vile unavyoifurahia huduma, vile mlivyofurahia masomo yote, kwa kweli huyu baba amekuwa baraka. Wao jamani, asante. Si umeona mambo haya? Asante mama, Mungu akubariki. Jamani, mambo yameshakuwa mambo, wala hata siondoki, tunaendelea na darasa. Jamani, si umeona Kwa kweli inapendeza sana jamani. Jamani, si kila mtu anapenda kupendwa. Jamani, mimi najisikia raha. Jamani, raha sio raha. Mungu akubariki we mama mzuri. Huyu baba amekuwa wa baraka. Ninamshukuru Mungu sana, ameibeba hii huduma kwa mzigo wote. Ameonyesha unyenyekevu wa hali ya juu mbele za Mungu. Jamani, amina. Huwa ninapenda kusema yeye ndo mtumishi namba 1, mimi ndo mtumishi namba 2. Wao jamani, mambo sio mambo. Alafu eti tuondoke, hata hatuondoki, tunabaki. Jamani, Bwana asifiwe. Huyu ni mtumishi namba 1. Sawa Yaani huyu ndo anayehubiri namba 1. Yaani ukiniona tu mimi naongea hapa ujue chanzo Mungu anakipitisha kwa huyu baba, alafu mimi ndo nakuwa nimesimama mbele yako. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Mume wangu asante. Nimeona nishukuru tu leo mbele za watu. Asante kwa kunipenda. Jana niliwaambia wanandoa, mimi mwenzio nimewahi kumwambia mume wangu asante kwa kunioa. Nikawaambia na nyewe muambie waume zenu asante kwa kunioa. Kwani mngenipokea nije nihubiri yeye hayupo hapa?
Ningefundishaje ndoa kama sina mme jamani? Mngenipokea? Kwa hiyo baba, nashukuru sana kwa heshima ambayo unanipa. Leo naitwa Christina Baraka, najisikia vizuri. I love you. Jamani, Mungu awabariki wanandoa safi. Darasa liendelee. Tutakuja tena wakati mwingine, sawa Kwa hiyo tutakuwa tunatoka hapa leo jioni kabisa. Tutakuwa tunaelekea kule Kasulu kwa ajili ya kupata usafiri kurudi Sumbawanga. Endelea kutuombea. Mungu ameweka mzigo mkubwa sana ndani yetu kwa ajili ya kanisa la majira haya ya Yesu kurudi kulinyakua. Amina. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu sana. Tunaomba utuombee. Tuna watoto ambao tunawaacha nyumbani. Tunajisikia vibaya kama wanadamu, lakini sasa tumeshaamua kumwambia Yesu tumeyatoa maisha yetu kwa ajili yake. Kwa hiyo tumekubali kuacha na vitu vingine. Sawa jamani? Tukitoka hapa Jumapili ya tarehe 30 wiki ijayo tutakuwa na mkutano pale Dar es Salaam mpaka tarehe 6. Kwa hiyo tunaomba maombi yako. Endelea kutuombea. Tunahitaji neema ya Bwana. Tukitoka Dar tutaenda Njombe, na baada ya hapo tutarudi Sumbawanga kwa mapumziko kidogo, kwa sababu hatujapumzika kabisa. Yani tangu mwezi wa 3, tuseme tangu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili tulipumzika, lakini tangu mwezi wa 3 tunazunguka, lakini tuna majukumu pia ya kifamilia. Endelea kutuombea ili lile kusudi la Mungu litimie aliloweka ndani yetu kwa ajili ya watu wengine. Mungu awabariki. Tulikuwa tunajifunza kichwa cha somo ambacho kilikuwa ni swali. Kwa hiyo yakawa ni mazungumzo kati yako wewe na Mungu. Swali lilikuwa linasema uko wapi? Tulipata neno hilo kwenye kitabu cha Mwanzo kwenye ile sura ya 3 kuanzia mstari wa 7. Tulisoma pale tukaona vile ambavyo nyoka alimdanganya Eva. Eva akafika mpaka kwa Adamu, wakala lile tunda, wakatoka kwenye ule mstari na kusudi ambalo Bwana alikuwa amelikusudia kwa ajili yao. Tunaona Mungu akafanya jitihada nyingine za kuwatafuta. Akaenda bustanini akamuuliza Adamu, uko wapi? Likaja ni swali kwetu kwamba Mungu anatuuliza na sisi leo, tuko wapi? Maana tayari alifanya mchakato mkubwa, yakapita mambo yaliyokuwa yamepita mpaka Yesu akaja akazaliwa kwa ajili yetu, lakini akalipa gharama kwa kumwaga damu yake na kumnunulia Mungu watu ambao ni sisi. Na Yesu alipokuwa amelipa gharama hizo, kuna vitu ambavyo kwa yule mtu ambaye anamkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kuna vitu vinatokea kwa huyo mtu. Sasa tukijiangalia kanisa la leo, tunakuta tumepoteza hizo sifa. Hatuna hivyo vitu ambavyo vinatakiwa kuonekana kama tabia ya Kikristo, utendaji wa Kristo, baraka zilizoko katika Kristo. Kanisa la leo limezikosa. Kwa hiyo Mungu bado anafanya jitihada za kulitafuta kanisa, na tunamalizia na somo hili lakini kwa vipengele vingine ambalo ni somo linalosema uko wapi. Tumeshajiangalia kwenye maeneo kadhaa, lakini jana nilikwambia kuna maswali unatakiwa kujiuliza. Nikakwambia kama Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, sasa ni mapya. Lazima kama Mkristo ujiulize swali hili ndani yako: je,
mimi ninaishi maisha mapya? Je, mimi ni mpya ndani ya Kristo? Je, mimi ni kiumbe kipya? Je, ninafanana naye? Je, mtu akinitazama anamuona Yesu ndani yangu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, tunaelewana? Hivi mimi kwa nini nimeokoka? Hivi mimi kwa nini niko kanisani? Nipo kanisani ili nifanye nini? Sawa, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Umenielewa Haya, ukisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20, unakutana na Paulo anaongea vile baada ya kumpata Yesu, sio yeye anayeishi bali Kristo wapi? Ndani yake. Sasa ujiulize, hivi maisha yangu, mwenendo wangu, kusema kwangu, kutembea kwangu, kutumika kwangu, je, ni Yesu ndo anayeishi ndani yangu? Jamani, amina. Jamani, haleluya. Je, ni mapenzi yangu mimi nikisimama hapa kama mhubiri, je, nimesimama kumwakilisha Kristo au kuliwakilisha jina langu? Unanielewa, mtu wa Mungu? Bwana asifiwe. Je, kitu ninachokifanya kinatokana na Yesu anayeishi ndani yangu? Jina la Bwana libarikiwe. Ni maswali ya msingi sana kwenye maisha ya Mkristo yeyote. Sawa jamani? Ukishajiuliza hayo maswali ya msingi, hautacheza na wokovu. Wokovu tulionao ni kitu cha thamani. Mnanielewa, watu wa Mungu? Mungu tuliye naye, wokovu tulioupata, neema tulio nayo ni ya thamani sana. Lazima ujiulize, je, maisha yangu bado yanatembea kwenye ile neema? Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Je, hivi nilivyo, hivi ni mkao wangu ulivyo, Yesu anakaa ndani yangu? Yesu anaishi ndani yangu? Hivi nimesikia hapa mnatangaziwa kuhusu ibada, si ndio jamani? Kwamba Jumatano tuna ratiba hii, Ijumaa tuna ratiba hii, Jumapili tuna ratiba hii. Unanielewa Mtu ambaye Yesu anaishi ndani yake, mahudhurio yako ya ibada, tangazo linapotokea, hivi je, mimi ninaishi kwa ajili ya nani? Kwa nini ninatakiwa kwenda ibadani? Maana leo tuna washirika yani hata waeleweki. Ukifika kanisani hajulikani ni nani, haeleweki, anajivuta tu. Na kuna watu tu hapa wameamka leo kwa sababu tu ni Jumapili, sasa hana kwa kwenda, kila mtu anakimbilia kanisani, naye akaamua ngoja na mimi niende. Na hivi kuna wageni, ngoja niende nikawasikilize. Kitu ambacho ni hasara sana kwako, hasara kubwa sana. Nafasi ulionayo usisahau kama kila jambo lina majira yake. Kila jambo lina wakati wake. Sawa jamani? Watu wananishangaa. Leo upo kanisani, una maisha mazuri, una afya nzuri, unaishi, lakini kesho kuna kuondoka. Sawa jamani? Kasome kitabu cha Mhubiri. Ziko nyakati za kuzaliwa na nyakati za nini?
Kila wakati ambao unakuwa nao una maana mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Nafasi ambayo umepewa unaishi, uwe na uhakika kila kitu unachokifanya kinarekodiwa. Ukifa utaulizwa ulifanya nini. Kuja kanisani peke yake haitoshi. Bwana atusaidie. Kuimba kwaya peke yake haitoshi. Sijui kama mnanielewa. Ngoja mimi niwaambie ukweli. Sasa hivi tuna kanisa la ajabu sana. Tuna kanisa la burudani. Hatuna kanisa la kiroho. Kitu ambacho kinaumiza sana moyo wa Mungu. Maana hatuishi kwenye kusudi. Tuna kanisa la burudani, kanisa la misisimko, kanisa la mihemko. Bwana aturehemu sana. Bwana atusaidie. Jamani, amina. Jamani, amina. Yaani we unaweza ukaona hata kama hapa kwenye mkutano upime hiki kitu, utaona wanakwaya wamevaa sare, wanaimba hapa, wanaimba. Wakimaliza kuimba, unaona mtu hata kama mtoto alikachukua mtoto anakatisha huku akanyonyeshe mtoto, mwingine anavuta mwenzake anaelekea huku. Unaweza ukaona ni muundo wa nini? Wa kanisa tulilonalo leo. Uongo kweli? Je, lazima sasa ujiulize, hilo ndio kanisa ambalo linanyakuliwa? Kanisa ambalo linakimbia neno, kanisa ambalo linakimbia kanuni na taratibu za kimungu. Bwana asifiwe. Ndio maana kwa sababu hatujaruhusu Yesu aishi ndani yetu, tuna kanisa ambalo halina mvuto, halivutii watu. Tumezidiwa na wanaotumia viambatanishi vya upako. Kwa nini? Kwa sababu tuna majina ya kuwa hai, lakini ndani yetu tumekufa. Kinachochukua nafasi kubwa kwenye maisha yako ni nini? Ambacho ni kipaumbele chako ni nini? Je, unajijua kwamba unapita? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaona aina ya kanisa tulilonalo limechoka. Kanisa liko hoi. Kanisa halipo kwenye kusudi. Lina jina kubwa. Mimi nimetoka TAG. Wa TAG wanaposimama kusalimia, wanasema Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka kwenye kanisa letu zuri la TAG. Yaani tuna majina mazuri ya nini? Ya makanisa, lakini mioyoni mwetu hatuna Yesu. Nimetoka pale FPCT. Kirefu cha FPCT kwa Kiswahili haya ni kanisa huru la nini? Na Biblia inasema mwana akiwaweka huru mnakuwa. Haya, mwangalie jirani yako, yuko huru huyo? Si tunaambizana ukweli? We mwangalie tu vizuri, mwangalie. Ona alivyokunja tu huo uso. Kwa hiyo
tuna majina ya kuwa hai, lakini tumekufa. Tabia na mienendo yetu inalionyesha kanisa kwamba limekufa, na ndio maana Bwana amekuja na neno hili, anasema uko wapi ukishajijua kwamba umekufa? Kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura ya 2 anasema uko wapi ule upendo wako wa kwanza? Maana yake uko wapi ule uhai wako? Anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka, utubu. Semeni amina. Kumbukeni wana wa Mungu, zinakuja siku mbaya ambazo zitakuwa na kilio na kusaga meno. Hiyo tabia ulionayo acha kwa jina la Yesu aliye hai. Upo kanisani, ni binti, ni mzinzi wa hovyo, unavua nguo ovyo ovyo kwa wanaume, acha. Binti kwenye vibanda vya kuona sizoni, acha. Usio muda wa kuweka sizoni kwenye moyo wako. Biblia inasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake, ni kwa kutii, akilifuata neno la Bwana. Si unaona hata cheza yako binti, una adabu hata mbele za Mungu. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Mabinti, ninawaambia, nimesimama hapa kama sauti ya mtu aliye nyikani. Acheni uzinzi kwa jina la Yesu aliye hai. Mnaharibu utukufu wa Mungu. Hamjui kama miili yenu ni hekalu la Mungu? Vijana, acheni. Nikikaa nikijiuliza, najiuliza hivi miaka ijayo, miaka 10 ijayo, kitainuka kizazi kipi? Tutakuwa na kanisa gani? Hebu jitafakarini, wa mama wenzangu na baba zangu watu wazimu, hali iliyoko sasa hivi kanisani. Kama sisi tumepoa, hawa mabinti zetu na vijana, miaka 5 ijayo tutakuwa na kanisa la aina gani? Wanawake, Bwana asifiwe. Mnajua kitainuka kizazi gani baada yenu? Mwangalie jirani yako, muulize uko wapi, aseme ukweli, yuko wapi? Tuna kanisa halitaki kuambiwa ukweli, halitaki. Mtu akikosea hataki kuambiwa kwamba hiki acha. Na Biblia inasema aonywae mara nyingi akishupaza shingo itavunjika na hapata kuwa na dawa. Bwana asifiwe. Bado mnanipenda? Mtaniita tena au hamtaki kuambiwa ukweli? Mnataka tukija pokea baraka, pokea uponyaji, pokea. Upokea ukaviweke wapi? Wewe mwenyewe umeelemewa, tukuongezee na baraka, unaziweka wapi? Pona kwanza.
Mkisikia amekuja mtu anaponya, ukinywa tu ngoja niende nikaone, unafikiri utapokea? Labda sio kwa Mungu ambaye ninamhubiri hapa. Mabinti, punga mkono hivi. Acheni uzinzi. Vijana, nipungie mkono hivi. Vijana ambao hamjaoa, punga mkono hivi. Wote humu ndani punga mkono hivi. Punga vizuri hivi. Acheni uzinzi. Acheni kudanganya watoto wa watu. Acha kuchumbia ovyo ovyo. Leo kwa mama Mere umechumbia, kesho kwa mama Yasinta umechumbia. Acha. Tunaharibu mwili wa Kristo. Na nielewa watu wa Mungu. Kanisa, nilisema ile siku ya kwanza, kanisa sio FPCT, kanisa sio EAGT, kanisa sio TAG. Kanisa ni mwili wa Kristo Yesu unaounganishwa kwenye viungo ambavyo ni mimi na wewe. Acheni kwa jina la Yesu aliye hai. Laiti kama tungemjua Mungu anavyotisha, tungemjua Mungu anavyoogopesha, tungemjua Mungu alivyo, tungeogopa na kutetemeka mbele zake. Usingeleta tabia za kiha kanisani. Usingeleta tabia za nyumbani kwako kanisani. Mungu anatisha wewe. Anatisha sana. Ninamwogopa Mungu, anatisha wewe. Anatisha sana. Mpeni Mungu heshima yake kanisani. Mpeni Mungu heshima. Hebu tafakari. Akiminya swichi kule mbinguni, sekunde 5 usipumue, wewe nusu saa utakuwepo. Unajua Mungu unayemchezea ovyo. Unafanya dhambi unajificha. Wakina Adamu walijificha, Mungu hakuwaona. Unatumiana message za mapenzi unafuta, unafikiri kwa Mungu umefuta. Unaiba mme wa mtu unajikausha, unafikiri Mungu aone. Mnaambizana asijue mtu yoyote, mimi nitapita huku na wewe utapita huku, naijua njia unayopita. Mungu hayupo. Aibu yako hebu muone kwanza. Baba zangu, tulieni na wake zenu nyumbani. Inatosha. Moyo wa Mungu unalia. Eti kanisani leo watu wanaabudu wamejikausha. Ana wake 3. Nilienda mahali, naenda kuhubiri, nimemaliza mahubiri, ule muda wa kushauri watu wamepanga foleni kuanza kusikia zile kesi, mpaka nikaita nikasema, hizi kesi ni za kichungaji, njoo mzimalize wenyewe. Mama ananiambia, mimi nilitokea mahali fulani, huyu baba akaja kunidanganya, akaniambia hana mke. Nilishakuja huku, kumbe ana mke. Kwa hiyo mimi ni bi mdogo, tunaishi, nifanyaje? Maana nimezaa naye watoto. Unaniuliza mimi nifanyaje? Sitakwambia ondoka kwenu, wewe ni mwizi. Kwa ufanyaje? Yani, kwa wewe unasemaje? Yani tayari sasa hapa nilishaharibika. Alishaniharibu sasa mtumishi. Alafu mimi nampenda Yesu. Kwa naomba unisaidie, nifanyaje? Nikusaidie nini? Wewe ulishaharibika toka kwenu. Rudi nyumbani kwenu.
Si umeyatafuta mwenyewe, alinidanganya tu. Kwani kwa mfano mtumishi kama tu yule bi mkubwa simtukani na muheshimu, unamheshimu, umemvunjia heshima, unalala na mume wake, una adabu. Kama huko umwacha mume wa mtu. Yaani umejikausha, unaimba na kwaya. Unaimba na kwaya wakati mbingu zinakujua ni mwizi wewe. Hayo mambo yalitakiwa yasikike kwa wapagani, sio kanisani. Jamani, haleluya! Jamani, amina! Jamani, amina! Tuache kulichafua kanisa. Kanisa sio jengo, kanisa ni mwili wa Kristo Yesu, na yeye ni mtakatifu. Anasema iweni watakatifu. Achani makando kando kwa jina la Yesu aliye hai. Unajua vile unaumiza moyo wa Mungu wewe? Unajua vile Mungu analia? Baba zangu, mnajua vile Mungu analia kwa ajili yenu? Mungu analia. Delila wako ni nani? Aliyenyoa nywele kwenye kichwa chako. Ukitaka nywele ziote tena, rudi kwa Mungu kwa moyo wa toba, kumwambia Bwana, siwezi kukukimbia. Daudi akasema, niende wapi nijiepushe na uso wa Bwana? Anasema hata nikienda chini, anasema uko nako Bwana upo. Akaona hakuna kwa kwenda, akasema Bwana, chunguza moyo wangu uone kama iko njia ambayo haikupendezi, unisaidie. Wewe unajua Daudi alichofanya? Kaacha kazi, kaenda kuvamia mke wa Uria huko. Na chachu kidogo uchachua donge zima. Kamtengenezea Uria. Haya, nendeni huko, ngoja mimi niende kule. Ameenda, kaacha kazi, anaoga, anamuona mke wake, amemtamani. Haya, amelala naye. Hana hata mawazo kwamba wakilalaga na mimba zinakuwemo. Wengine mnasema watoto hapo wanajua mambo hao wasichana na vijana kuliko nyie wa mama. Wahovyo kweli hao. Zile season wanazoona ulishaziona wewe? Kabinti akana hata adabu, kakikaa kuona hiyo season kanakutajia, yani alipofika pale, saizi uko sehemu ya ngapi? Ya 304. Kaulize maandiko ya Biblia. Yohana 3:16 inasema je? Hapo eti ni mke wa mtu mtarajiwa. Huyo mwanaume akikuoa anaoa mlipuko. Kwani ni uongo? Kwani ndoa nyingi zinasumbua kwa nini? Kwa sababu hiyo. Bwana aturehemu sana. Haya, angalia Daudi alichofanya. Madhara yalivyokuwa makubwa. Ameona sasa hapa kuna mimba. Akatengeneza kesi nyingine nzito zaidi. Akamtengenezea Uria afe. Karibu vya kwanza. Kama we unavyofanya, ulianza cha kwanza, sasa hivi unaendelea na hatua nyingine. Umekuwa muongo kuzidi hata shetani baba yako.
Angalia Daudi alichofanya, akamuua na Uria ili abaki sasa na yule mwanamke. Lakini Mungu kwa rehema zake anaona kila kitu, anajua yote, akamtuma yule nabii, kaenda kaongea naye, kamueleza, kajiachia hapo Daudi aelewe. Huyu mtu afanyweje? Huyu anafaa kufa kabisa. Haya, mtu huyo ni wewe. Daudi alifanyaje? Alifanyaje baada ya hapo? Alifanya nini? Hicho kitu ndicho kinachotokea ndani yetu pale tunapolisikia neno la Bwana, litupe kujuta na kurudi kwenye mikono ya Mungu ambayo ni salama kwenye maisha yetu. Baba zangu, amina. Maana tuna wakina baba hapa, wakina Delila waishanyoa nywele zote, hamu ya ibada hana. Anakuja tu baba anajivuta afu ndo kichwa. Taifa kubwa kanisani, baba haonekani kanisani, ajulikani. Nipungie mkono hivi. Wangapi mna amani? Nimalize au niishie? Wakina baba sijawasikia. Baba zangu niache? Basi wanawake pigeni vigelegele, wameniruhusu. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Ninakuletea hili neno la Bwana. Kumbuka ni wapi ulipoanguka, mwana wa Mungu, utubu ili kanisa la Bwana liyatimize yale makusudi ya kuwepo kwake duniani. Haya, nikasema kitabu cha Marko 16:17 hadi 18 kinaongea, Yesu anazungumza kwa habari ya watu waliomwamini. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waliomwamini. Amwangalie tena mwenzie, mgonge hivi. Umemwona Muulize, hizo ishara zimefatana na wewe? Matendo yale makubwa ya Bwana, yale madhihirisho ya uwepo wa Mungu yameambatana na wewe? Mwangalie. Yaani kuna wengine ukimwangalia usiku kaminywa, yuko hoi. Yaani kuna mtu akikaa popote hana madhara kwa shetani. Hana. Unaelewa? Yaani kuna mtu hana madhara, hana ishara, hana dalili yoyote ya kwamba Yesu yuko ndani yake. Hana. Akifika mahali kwa wachawi, hata wachawi hawashtuki, hawaoni maajabu. Yaani wala hata anuki Yesu, yaani hanuki chochote. Hakuna kitu kinamtambulisha. Akishaongea, akifika kijiweni pale, akiongea tu asa jamaa muuni huyu. Ni baba akifika tu kijiweni, wababa wenzake wanaanza kuminyana, akikwambia ni azime 500 usimpe, ni muuni huyo. Akikopa arudishi. Yaani akikwambia ni azime hata pikipiki niende pale usije ukajaribu, ni muuni huyo. Alafu akikaa hapa naimba kwaya, ametoka FPCT kuiriba. Unatuchafulia jina la kanisa. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Lazima uhakikishe zile ishara zinaambatana na wewe. Manake ni kwamba wewe unafanana na nani? Si ndio? Ona ulivyo na maneno mabaya ya hovyo, unafanana na Yesu. Yaani kuna mama akitokeza tu watu wanaumia. Yaani yeye ni maneno tu, maneno ya hovyo.
kutukubali neno la Bwana, si ndio? Zile ishara ili ziambatane na wewe, lazima ukumbuke ulikozipotezea. Sawa jamani? Ishara za Yesu ziko nyingi za kudhihirika kwenye maisha yako, si ndio? Sio wagonjwa tu kupona. Dalili za mtu ambaye Yesu yuko ndani yake ni muombaji, ni msomaji wa neno mzuri, ni mshauri, anajua kutia watu moyo. Akiongea neno moja tu mpaka mtu anasema, yani alivyoongea tu lile neno, yani nilijisikia vizuri, nikajisikia kuinuka tena. Unajisikiaje watu wakikusemea hivyo? Si unajisikia vizuri? Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Haya, kama umenielewa hapo nipungie mkono hivi. Roho Mtakatifu alikuwa hapa kazini, sawa eh? Si unajua Roho Mtakatifu anakujaga akikukaripia, akikuonya, onyeka. Bwana asifiwe. Wangapi Mungu anaongea na sisi unasikia Mungu anakuhudumia? Nipungie mkono hivi. Hivi nyewe nyamnyoshaji ya mhudumu. Bwana asifiwe. Sasa nataka tuangalie vikwazo viwili tu, afu ninamaliza. Vikwazo ambavyo vimetufanya sasa, si tumejiona tulivyo jamani? Si tunavyoongea hapa unajiona ulivyo? Si unajiona kabisa kwa kweli sio Yesu anayeishi ndani yangu? Nataka tuangalie vikwazo viwili. Kwa nini tuko kwenye hiyo hali? Kitu gani ambacho kimesababisha? Viko vitu vingi sana, lakini nataka tuongelee hivi viwili. Hai. Jana tulisoma kitabu cha Wagalatia 5:19. Sawa eh? Kikwazo cha kwanza ni mwili. Mstari wa 19 anasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri. Jana nilikwambia dhahiri ni nini? Ongeeni basi nyie watu wa Mungu. Dhahiri ni nini? Ndaanza kuwapitisha mbele ili darasa lichangamke. Jamani, nilisema matendo ya mwili ni dhahiri. Dhahiri ni nini? Mchungaji, mimi mnawapa midahalo hawa. Wao wanakuwa na ile mijadala. Hapa wanajifanya waongei, wakiwa huko nje mpaka wababa wanasutu waumbea. Si niliwaona nilikuwa nafundisha ndoa huko, mama mmoja akasema, tunaogopa hata kusema mama, ukiyasema hapa utayakuta nje. Manake tu pale alikuwa ananiambia, mama usituone hivi, si ni wambea. Tunatakiwa tujae neno. Sawa jamani? Tujae neno. Haya, matendo ya mwili ni dhahiri. Sawa eh? Ndiyo haya, yasikilize. Uasherati. Sisi tulio na ndoa, uasherati. Uasherati kwa ambao hamna ndoa, si ndio? Si ndio eh? Wasichana na vijana. Haya, uasherati, uchafu. Uchafu mnaelewa eh? Kuishi maisha ya ovyo, maisha ambayo sio matakatifu, na uchafu kabisa. Uchafu nao ni mbaya. Uchafu, tuko ibadani mwenzetu unanuka mdomo, tunashindwa hata kuabudu vizuri. Uchafu, si ndio? Haya, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi. Jana nikakwambia tunakuwa tuko kanisani tunafanya ibada na wachawi. Mtu ni muanga, ametoka kucheza zile stepu saa 8 za usiku. Tuko hapa na yeye ametulia, amefanya na hivi. Uchawi wapi? Kanisani. Sawa eh? Nyie hapo mbele mko serious, mnapiga makelele kabisa. Yaani nyie nimewaona, mnatakiwa kuambiwa ukweli, vinginevyo mnajiendekeza kwenye hizo tabia. Na zinaonesha ndo tabia zenu.
Yaani uwezi ukaficha tabia yako. Yaani watu ni nongo. Yaani tena hawaongei kidogo. Tabia mbaya. Hapo mnafanya mbele ya wageni aibu. Kama kuna mgeni anakujaga hawaambii, mimi nawaambia acheni tabia mbaya, mpeni Mungu heshima. Ukiwa ni muda wa Mungu, acheni kudiscuss, acheni kuandikiana tu barua. Hivi mnanielewa nyinyi? Mhubiri amesimama madhabahuni, mnanongonezana, mnaambizana, mnamdharau Mungu, ndio maana hatuwezi kusonga mbele. Sawa Hivi akija rais wa nchi hapa, amekaa hapa mbele anaongea, kuna mtu atanong'ona huko? Semeni ukweli, mtanong'ona? Acheni hayo mambo, Mungu anatisha sana. Haya, bado mnanipenda? Bado mnanipenda? Na mnipende tu. Si nimewaletea neno la Bwana? Si hata Yesu alimwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani. Kwani Petro alikuwa shetani? Bwana asifiwe. Kwa hiyo anasema uchawi, uadui. Unanielewa? Hivi ni vitu vinatoka kwenye nini? Kwenye mwili. Tunaishi kanisani, watu ni maadui. Watu hawapendani. Watu hawaongei. Watu hawapatani. Muangalie jirani yako. Ona alivyokukunjia sura. Tunda la Roho hakuna. Tunda linaloonekana kanisani ni tunda la mwili. Watu hawaongei. Viongozi wa idara hawaongei. Yaani mwenyekiti haongei na makamu wake. Yapo hayapo? Bwana aturehemu sana wana wa Mungu. Bwana aturehemu. Watu walienda tu kwenye kwaya, wanapanga masoro, yeye hawakumpanga, tayari ameweka uadui. Wanampendeleaga tu fulani. Yaani wiki lote hili ni fulani tu ndo anaimbisha. Uongo kweli? Si ni wewe mwenyewe ndo una hasira hiyo moyoni? Na hapo ndio unajiona kwamba je, ni wewe unayeishi au Yesu ndani yako? Kwa sababu kama sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu, kama ninajua kwamba kanisa ni mwili wa Kristo, kama ninajua mimi na rafiki yangu ndio viungo katika mwili wa Kristo, akiimba rafiki yangu mwili unajengwa wa Yesu, mimi nisipoimba bado mwili utajengwa kupitia rafiki yangu. Kwani lazima tuimbe wote? Uadui. Watu wanapigana vijembe kanisani. Mtu amekaa anawakosoa tu viongozi. Yule mzee wa kanisa hamna kitu yule. Yule hamnaga kitu. Hapa anajionaga kama mjuaji sana. Yule hamna kitu yule. Wewe ndo una kitu. Tukikuweka wewe unacho. Unanielewa? Hivi ndivyo vitu ambavyo vinalitafuna nini? Kanisa. Kanisa limekuwa kwenye migogoro. Watu wanakata tamaa. Watu wanarudi nyumbani. Wanaacha kuja ibada kwa sababu ya uadui. Mambo hayaeleweki. Nataka nikwambie, Bwana waga anakaa kwenye umoja. Lazima tukubali kurudi kwenye umoja wetu.
Kasome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Lile kanisa la kwanza walidumu katika umoja, walidumu katika ushirika, ndipo waliona matendo makubwa ya Mungu kwao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Kama mwenzako amekukosea, ninakwambia leo, tangaza msamaha, uvunje nguvu ya uadui, maana huyo sio adui yako, huyo ni mpendwa mwenzako, ni ndugu yako katika Kristo Yesu. Tangaza msamaha. Hata kama amekuumiza, msamehe, muachilie. Adui ukikaa unasema, ukisikia wanasema man, alikuwa ametoka tu vizuri, amepanda baskeli, alikuwa amebeba na tumpunga, anasema akakoboeka mchele, yani amepata ajali, baskeli imemchoma hapa mguuni, na tule tu vitu bwana tukamwagika, toto wameshindwa hata kuzoa na vumbi hili la Kigoma. Yani bado, yani atakoma kwa kile kitu alichonifanyiaga. Ni malipo ya Mungu hayo. Nataka niwaulize, kama Bwana angehesabu maovu yetu, nani angesimama? Kuna mtu angesimama? Tuache uadui kanisani, tupendane, tushikamane, tusaidiane, tusiweke makundi kanisani. Leo kanisani unaingia unakuta kuna kundi la mama fulani, kuna kundi la baba fulani, kuna kundi la baba fulani. Hapana, tukate hayo makundi, tuungane kwa pamoja, tuujenge mwili wa Kristo Yesu. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Wanawake wenzangu, ikiwa mliandaa hili kongamano, hakikisheni mnauvunja uadui ulioko katikati yenu. Wanawake, amina. Yani Mungu angekuwa anapasua moyo hapa wote tuone, ungeona watu walivyorundika watu. Yani mtu ana kifungashio kimejaa watu. Ukimwona ye mwenyewe kachoka, sio kwamba ni mweusi hivyo alivyo, amejaza watu, moyo wake umekunjamana, umeinama, hata akipaka mafuta yakai mwili. Akikaa kidogo, yani nasikia kama mapigo ya moyo, nasikia watoe watu moyoni. Wewe umebeba watu wana matatizo yao, uone kama umebeba pressure kwenye moyo wako? Uone kama umebeba kansa kwenye moyo? Wangapi tunasema tutauvunja huo uadui? Mmoja tu kule nyuma. Wengine wanasema hata iweje sitamsamehe. Wangapi tumewahi kuumizwa na watu? Nipungie mkono hiyo. Kuna mtu amekuumiza, ukimwangalia mpaka unasema kwa kweli alichonifanyia, hata kama ni bi mdogo. Nyosha mkono hiyo. Nyosha tu vizuri. Watangazieni watu msamaha. Wasamehe tu, msamehe, muachilie. Muachilie tu, ili turudi kujenga mwili wa nani? Jamani, amina. Asante, mtoto yuko nje kanisaidia, tujenge mwili wa Bwana. Safi sana. Bwana asifiwe. Haya, ninaendelea. Ugomvi, vita kanisani, watu wanagombana. Unaviona hivi ninavisoma wapi? Kwenye nini? Kwenye Biblia. Unaelewa eh? Haya, ugomvi, wivu. Mwenzako akifanikiwa kidogo, wivu, kuto kufurahia mafanikio ya mwenzio, kuto kufurahia mwenzako akifanya vizuri, akisifiwa, wewe kinajaa kwenye moyo.
hutaki maendeleo ya mwenzio. Mwenzio akifanya kakitu, hata mchungaji akamwongelea tu, jamani kwa kweli mtu fulani anatubariki, unajisikia vibaya. Na wivu ni kitu, yani ni ile tabia ya asili, iko ndani. Unanielewa? Iko ndani. Kwa nje mtu anaweza akakuchekea, hongera sana, ndani analia, ndani amekasirika, ndani anatamani kukuua. Wivu. Tunaoneana wivu hata kwenye huduma. Mwenzako ameinuliwa, ana vipawa, Bwana amemweka awe mtumwa, unamuonea wivu. Karoka hivi kwa nini? Unatamani ningekuwa mimi. Yapo hayapo? Situpone kanisa la Bwana. Yani ningekuwa ndo mimi pale. Hutaki kabisa. Na wakati Biblia inasema kila mmoja amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko yeye. Yani ili mimi nipate kibali na neema kwa Mungu, lazima nikuhesabu wewe uliyeko hapa kwamba wewe ni bora kuliko mimi. Hata kama nitahubiri watu wakabarikiwa, hata kama nitahubiri moto ukawaka, lakini bado wewe ni bora kuliko mimi. Kwa sababu sifanyiki kuwa bora eti kwa sababu nahubiri, sifanyiki kuwa bora eti kwa sababu ni mwalimu mzuri watu wananielewa. Hapana, ubora wangu ni kwa kuwa Yesu alikufa msalabani, akabeba udhaifu wangu. Hicho peke yake kinanifanya mimi kuwa bora. Lakini ninapokutazama wewe ni bora kuliko mimi, mwangalia jirani yako, yani huyo ni bora kuliko wewe. Hebu mshike basi mkono hivi, mwambie rafiki yangu wewe ni bora. Mwambie nakupenda katika Kristo. Mwambie damu ya Yesu imetutafuta. Mwambie damu ya Yesu imetuweka pamoja. Damu ya Yesu imetuweka pamoja, na mimi imenileta kwako. Zamani walisema Sumbawanga ni wachawi na Kigoma ni wachawi, kwa hiyo wakawa maadui. Lakini leo damu ya Yesu imenena mema Sumbawanga, imenena mema Kigoma, imetukusanya baba zangu. Damu ya Yesu imeondoa kiambaza, imetuweka pamoja. Kora masanda, inanena mema, inanena mema. Hebu mmoja gonga high five na jirani yako, gonga namna hiyo, sindikiza kigelegele. Damu ya Yesu imenena mema, imenena mema. Haleluya, 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 haleluya. Imenena mema wana wa Mungu. Haleluya. Huyu Yesu mzuri, mzuri sana huyu Yesu. Mzuri, amekubali kulipa gharama, amelipa gharama, ameondoa kiambaza. Ule uadui uliokuwepo haupo tena. Leo Mfipa na Muha tumeketi pamoja kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya Bwana. Bwana wa mataifa yote, Korama Saka, makabila yote tumeketi mahali hapa kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya Bwana aliye hai. Wacheni wengine wasemane uchawi, lakini sisi tuko hapa tunazinena habari njema za Yesu Kristo aliye hai. Wakisema Sumbawanga nitupa uchawi, na mimi ninasema
anasema neno jema limetoka Sumbawanga. Haleluya, 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 haleluya. Mengi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Nampenda Yesu mimi. Walijua wameshinda. Walipomuua Yesu walijua uchawi unaendelea Kigoma, lakini badala yake Kigoma kwa Yesu, Kwiliba kwa Yesu, Kasulu kwa Yesu, katika jina la Yesu. Rasakayana rabababababa yekora mayanda. Ninawaita kanisa la Bwana, njoni tushikamane, tumtangaze Yesu, tumhubiri mwanaume wa wanaume wote. Simba wa kabila la Yuda ameunguruma Sumbawanga, kwenye ule ukoo wa kichifu akanichomoa na mimi. Kora mayanda yeketera masaka. Mambo ya miungu hayana nguvu tena. Haleluya. Ye watu nye, Yesu mzuri huyu, mfanyeni vizuri, ni mzuri sana. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Huyo mwenzako ni bora sana, huyo bora sana, bora sana. Kuna baba mtu mzima namuona pale nyuma kabisa. Baba, we ni bora sana, nipungie mkono hivi. We mwenyewe unayegeuka, we mwenyewe ni safi baba. Pigieni Yesu makofi. Korama sana rasaka ya torama. Ametuweka pamoja. Walikuwa wanasema Kwiliba wazee ni wachawi, tunao wazee kanisani. Bwana amekuwa bora, kwa nini tusimuinue Bwana? Kora masaka yanda rabababa. Yesu ni bora, yuko juu ya yote, yuko kwenye kila kitu. Yesu, wewe ni bora. Yesu, nasema wewe ni bora. Yesu, nasema nakupenda. I love you so much, Jesus Christ. Mtunzeni Yesu, ni mzuri ni. Achaneni na mambo ya uadui. Yesu ni mzuri. Mkijiweka kwa pamoja mtamuona. Mtamuona Yesu mkiwa pamoja. Mkiwasamehe watu kwenye mioyo yenu mtamuona Bwana. Bwana asifiwe. Hata kama mtu alikuumiza wewe, kwa ajili tu ya uzuri wa Yesu, mwambie nimekusamehe. Mwambie tu nimekusamehe. Mimi kuna mtu aliyeumiza maisha yangu, alinitesa sana, nikasema sitasahau, lakini nilipoikumbuka Kalvari nikasema nimemsamehe, hata kama hajaniomba msamaha, maana ninaogopa nisipomsamehe nitaupoteza uzuri ambao ninaupata katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Wanawake wasameni waume zenu. Wababa wasameni wake zenu. Tuishi maisha ya furaha mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Unajua kwa nini nampenda Yesu wewe? Yesu anajua kusamehe. Yesu anajua kukumbatia. Yesu anajua kuachilia. Anajua kutengeneza hata kama uliharibika. Baba anasema kwenye kitabu cha Yeremia 18, anasema mimi ni mfinyanzi, vilivyoharibika kwenye mikono yangu ninavifinyanga tena. Hata kama jana tulikuwa na dhambi, leo hii Bwana anatufinyanga tena. Shetani, ninakutangazia kanisa hili linafinyangwa na Bwana, linafinyangwa na Bwana kwa jina la Yesu. Umbea hautakuwepo, mapooza hayatakuwepo. Kanisa linafinyangwa. Shetani, unisikilize. Bwana uwarudi na
kuwakemea wapendao. Yesu yuko hapa kwa jina la Yesu. Pokeeni neema ya kufinyangwa tena. Na shetani atapata cha moto. Yesu yuko enzini. Mambo yote yako. Yesu wetu yuko wapi? Mambo yote yako. Ninampenda Mungu. Kwenye kile kitabu cha Ezekieli, ile sura ya 37, Mungu anamwambia Ezekieli, twende mwanangu nikupeleke mpaka kwenye uwanda. Wanafika kwenye uwanda, anamwambia unaona nini? Ezekieli anasema ninaona mifupa mikavu. Mungu anamuuliza Ezekieli, je, mifupa mikavu inaweza kuishi? Ezekieli anasema wewe wajua Bwana. Mungu akamwambia Ezekieli, itabirie mifupa mikavu. Karama saka. Ezekieli akasema, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Mifupa mikavu, ile hali ya kukosa ibada, huo ni mfupa mkavu. Ile hali ya kukosa kusamehe, huo ni mfupa mkavu. Ile hali ya kuwa na tamaa, huo ni mfupa mkavu. Na mimi nimekuja na neno la Bwana kwenye madhabahu hii. Enyi mifupa mikavu, lipokeeni neno la Bwana, muanze kuwa hai kwa jina la Yesu. Tukamzalie Bwana matunda. Pokeeni neno, lipokeeni neno, lipokeeni neno, lilete msimu mpya kwenye maisha yenu. Amina. Nishamwambia shetani, sitaka nipige goti kwako. Yesu ni mzuri mno, mzuri sana, mzuri mno, wa baraka sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Wangapi wanasema tutapokea uhai kwa jina la Yesu? Korama sakayana. Pokeeni sawa sawa na haja ya mioyo yenu. Wewe uliyekuja na kiu, pokea maji ya uzima yanayotoka kwenye moyo wa Yesu, kwenye madhabahu ya mbinguni, na usione kiu tena. Haleluya, 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 haleluya. Nasema hivi, wewe uliye na moyo wa jiwe, asubuhi ya leo Bwana akaondoe moyo wa jiwe, akakuweke moyo wa nyama ambao una uhai katika jina la Yesu aliye hai. Pokeeni kwa neema ya Bwana. Oh yes. Ninalitamkia kanisa hili, ninalitabiria kanisa hili uhai, ninalitabiria kanisa uhai, ninalitabiria kanisa hili uhai. Ardhi ya kuilima na uelewe, ninatabiri uhai mahali hapa. Kwenye ulimwengu wa roho ninaiona miungu ilivyokasirika. Miungu, na mnisikilize, ninayo mamlaka niliyopewa na Bwana. Ninatabiri uhai kwa jina la Yesu. Vitu vyote vilivyokuwa vimekufa kwenye kanisa hili vipokee uhai, 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 uhai. Korama saka. Miungu, mnisikilize, Bwana atalijenga kanisa hili, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Shetani hatawashinda, miungu haitawashinda. Pokeeni neema ya Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. Haya, nasikia tu kukutabiria neema ya Bwana, na wewe unayepokea itakuwa kwako hivyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Korama saka yana. Yule Bwana aliyekutana na mimi kwenye yale mazingira magumu, yule Mungu aliyekutana na mimi kwenye mashimo, yule Bwana aliyekutana na mimi kwenye vifo, yule Bwana aliyeyapigania maisha yangu nilipowekewa sumu, yule Bwana aliyenitokea
kama malaika kwenye lile shimo, akutane na wewe, akakutendee mema, ukapate uhai. Familia yako, ndoa yako, uchumi wako, huduma yako, afya yako, katika jina la Yesu, pokeeni uhai. Jesus. Kora masaka ya tora masara kotara mayanda kutekere mosaka ya tora makayana yeketera sakayana kotara bababosaka yeketera itorama yanda rasakayana reketera baba reboshanda rasayana. Na kuita mwenye kanisa koraba baba yekoraba, Roho Mtakatifu yuko hapa. Yesoramayana yandara baba yekotarama yakanama Pentekoste rasakaya torama yandara baba yekotarama yandara baba Yesu korama yatora masaka yeketera sayana. Simama mahali ulipo, koraba baba raba baba, jiachilieni kwa Bwana. Roho Mtakatifu wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza